Sifa na utukufu ni kwa Yahwa Bahashem Yahushai Bahashem Rakah Kadash, ambapo Yahwa ni jina la Mungu kwa lugha ya Kiebrania, kwa sababu jina la Mungu lilipewa kwa Waebrania. Yahushai ni jina la mwanawe wa pekee, au kwa Kiingereza tunasema his only begotten son. Rakah Kadash ni jina la Roho Mtakatifu kwa lugha ya Kiebrania. Kwa hiyo unaposema Yahwa Bahashem Yahushai, unamaanisha kwamba ni unamtukuza Mungu kupitia mwanae na kupitia Roho Mtakatifu, kwa sababu Biblia inakwambia kwamba mtaomba kila kitu kupitia Roho Mtakatifu ambaye atatumwa kutoka kwa Baba kupitia kwangu kuja kwenu. Kwa hiyo unaposema Yahwa unamaanisha aliyeko, kwa sababu Musa alipotokewa na yule malaika aliambiwa niko ambaye niko, kawaambie wana wa Israeli niko ambaye niko amenituma. Lakini wewe ukienda kusema, hautasema niko ambaye niko amenituma, utasema aliyeko, au kwa Kiingereza tunasema he exists. Unaona? Kwa hiyo aliyeko, na ile neno Bahashemu, ile ba inamaanisha kwa Shem ni jina, kama vile Shem mtoto wa Nuhu, ile maana ya Shem ilikuwa inamaanisha jina. Kwa hiyo kwa jina la Yahushai, ambapo Yahushai inamaanisha anayeokoa. Anayeokoa nani? Anayeokoa wana wa Israeli na aliyeuhukumu ulimwengu kwa kupitia neno lake, au kwa maneno mengine tunamuita mwana kondoo. Kwa hiyo hawa ndio wakupewa sifa na utukufu kabla ya mambo yote, kwa sababu wao ndio watauhukumu ulimwengu na kuwaokoa wana wa Israeli na kuanzisha ufalme mtakatifu hapa duniani, ambapo huo ndio unaitwa ufalme wa mbinguni, ambapo ufalme wa mbinguni maana yake ni kama ilivyo mbinguni na duniani itakuwa hivyo hivyo. Hapa duniani ukimuona Yahushai ni sawa na umemuona Yahwa. Kwa hiyo hizo ni kunaita ni ngazi au ni itifaki katika ufalme wa mbinguni, na tofauti itakuwa ni wana wa Israeli watakuwa ndio taifa linalotawala, na maadui zao watoto wa Esau watakuwa ni wafanyakazi wao, au watakuwa ni vijakazi wao, au watakuwa ni watumwa wao, kwa maana nyingine kali zaidi. Kwa hiyo sisi ni nani? Sisi ni wana wa Israeli ambao tunakuja kila mwisho wa wiki kulihubiri injili kuhusiana na toba, kwa sababu huu ufalme wa wazungu ambao unatawaliwa na Babeli, ambayo Babeli ni Marekani, unakaribia mwisho wake. Ndio maana unaona mataifa yanaenda pale Mashariki ya Kati kujiandaa na vita ya tatu ya dunia. Ndio maana unaona magonjwa ya mlipuko kama coronavirus. Unaona? Ndio maana unaona mambo mbalimbali yanayoendelea hapa duniani. Maisha yanazidi kuwa magumu kila siku, magonjwa yanaongezeka kila siku, kuna ugonjwa mpya umezaliwa, mara UTI mara nini na mambo kama hayo. Kwa hiyo ujumbe wetu unahusu nini kwa wana wa Israeli? Kwa sababu kuna watu wengine wanaenda mbali zaidi, wanakwambia wana wa Israeli wanakwambia kwamba wana wa Israeli walitupiliwa mbali kama taifa, kitu ambacho kwenye Biblia hakipo. Wanakwambia kwamba wana wa Israeli walitupiliwa mbali kama taifa.
Kwa hiyo tuangalie kutoka kwenye kitabu cha Danieli 5. Kitabu cha Danieli 5 mstari wa 18 kinasema, kwa habari zako wewe mfalme, Mungu aliye juu alimpa Nebukadneza baba yako ufalme, ukuu na fahari na utukufu. Kwa hiyo hapa Biblia inakuonyesha Mungu anayewapa wafalme au Mungu anayeinua nchi na kutawala, au kwa Kiswahili kingine tunasema na kuwa superpower kama ilivyo Marekani. Mungu anafanya hivyo, na hakuna kitu kinatokea kwa bahati mbaya. Kuanzia wewe kwenda kuchepuka mpaka mawazo unayofikiria, hayo yote ni Mungu kakufanya ufanye hivyo. Kafanyaje ufanye hivyo? Hilo ni somo jingine, kwa sababu kuna watu wengine huwa mara nyingi wanafikiria, kwa mfano mtu anapofikiria labda kuchukua silaha kwenda kumuua mtu, watu wengi hasa wa dini wao wanafikiria kwamba shetani alimuingilia. Kabla shetani alimuingilia, nini kilitokea? Kabla shetani hajamuingilia, nini kilitokea? Kabla shetani hajamuingilia, ni Mungu alimfanya shetani akampe mawazo yule mtu ya kuua. Kwa hiyo inatokea kuanzia kwa mtu wa kawaida mpaka kwa wafalme. Kitu kingine kirahisi, au mfano mwingine mrahisi, ni hawa wazungu walipoamua kutengeneza mabomu ya nyuklia. Wewe unadhani wazungu walitengeneza mabomu ya nyuklia kwa sababu walikuwa na teknolojia sana? Huyo ni Mungu. Unaona, kwa Kiingereza nakwambia God rules the kingdom of men. Ndio maana akawafanya wakatengeneza mabomu ya nyuklia ili waangamie wao wenyewe. Unaona? Kwa hiyo tunapoongelea habari za Nebukadneza na Babeli, ambayo Babeli kwa zamani, kwa sasa hivi ni nchi ya Iraq. Unaona? Nebukadneza alipewa ukuu wa kutawala dunia kwa kipindi hicho, kama vile Marekani inavyotawala. Na Babeli mwisho wake wa kutawala ulipofika, iliangushwa na watu wanaoitwa Median Persia. Unaona? Iliangushwa na watu wanaoitwa Median Persia. Unaona? Kwa hiyo anakwambia, na kwa sababu ya ule ukuu uliompa, watu wa kabila zote na mataifa na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake. Aliyetaka kumuua alimuua, na aliyetaka kumwachia hai alimwachia hai, aliyetaka kumtukuza alimtukuza, na aliyetaka kumshusha alimshusha. Kwa hiyo huyu anayeongelewa hapa ni Mungu, kwamba Mungu anawapa wafalme uwezo wa kuua. Unaona? Kwa mfano, kwa sasa hivi wafalme wa sasa hivi ni wazungu. Mungu amewapa wazungu mamlaka ya kukuua wewe. Ndio maana mzungu akija hapa Afrika akaamua kuua Waafrika 5, hakuna mtu anayeongea, kwa sababu hayo mamlaka alipewa na Mungu. Unaenda kwa mtu mmoja anaitwa Kaini. Kaini alipomuua ndugu yake Abeli, Mungu alimfanyaje? Mungu alimwekea alama Kaini. Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Mwanzo 4 mstari wa 9. Anakuambia, Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Akasema, basi sasa umelaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako.
utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao duniani. Naendelea, anakwambia Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Kwa hiyo hapo ukienda kwenye Mwanzo 4, kwa sababu vitu vyote vianzia mwanzo. Matokeo ya maisha unayoishi ni kwa sababu ya mwanzo. Na mchungaji wako anakwambia Agano la Kale limepitwa na wakati. Kila kitu kina mwanzo. Matatizo yako yote yana mwanzo. Kwa nini sasa hivi kuna magonjwa kama ukimwi? Kuna mwanzo wake. Kwa nini sasa hivi kuna magonjwa makali kama UTI hayaishi kila siku na UTI? Kuna mwanzo wake. Magonjwa kama kansa kuna mwanzo wake. Na matatizo ya kiutaifa yana mwanzo wake. Kwa nini taifa jingine limebarikiwa kuliko taifa jingine? Kwa nini taifa jingine linawatawala taifa jingine? Kwa nini taifa jingine lina akili kuliko taifa jingine? Na hapa tunazungumzia wazungu. Kuna mwanzo wake, na mambo yote yalianza mwanzo. Mwanzo 1 mpaka mbele. Mwanzo 49. Kwa hiyo tunaongelea kuhusiana na habari ya Kaini na Mungu. Unaona? Baada ya Kaini kuwa amemuua ndugu yake Habili, Mungu akampa adhabu Kaini. Akamwambia wewe utakuwa ni mtu usiyekuwa na makao duniani. Kwa Kiingereza tunaenda kwenye neno linaitwa vagabond. Kwamba wewe utakuwa vagabond. Kwamba hautakuwa na makao hapa duniani. Unaona? Utakuwa vagabond. Na hiyo maana ya vagabond ni mtu anayeenda kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na hiyo inaenda kwa watu wanaoitwa wazungu au watoto wa Esau. Watoto wa Kaini na kile kizazi walizaliwa tena kama watoto wa Esau. Anakwambia, tazama umenifukuza leo katika uso ardhi, nitasiririka mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao duniani, hata itakuwa kila nionaye ataniua. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama mtu amonaye asije akampiga. Unaona? Kwa hiyo ukienda kwenye Biblia ya Kiingereza inakwambia Bwana akamwekea Kaini alama. Kwa Bwana akamwekea Kaini mark. Kwamba yoyote yule atakayemuona Kaini asimzuru kwa sababu ya ule utoro ambaye Mungu alimwekea, au kuwa vagabond, mtu asiyekuwa na makao. Na hii alama ni alama ya kutokuwa na ngozi, kutokuwa na ngozi ambayo haina rangi nyeusi. Ndio hapo sasa unakuja unapata kwa nini watu wengine ni weusi, wengine ni weupe. Na ukisoma kwenye sayansi unaambiwa watu wa kwanza walikuwa ni weusi. Hata na Biblia vile vile Adamu na Hawa alikuwa ni mweusi. Mpaka Kaini naye alikuwa ni mweusi. Na huu nabii wa Kaini kuwa mzurulaji juu ya nchi au juu ya dunia, mtu asiyekuwa na makao, haikutimia kwa kizazi cha Kaini kabla ya mafuriko. Hii ilikuja kutimia kwa mtu mmoja anaitwa Esau Edom, ambao kwa leo wanajiita watu weupe au wazungu. Ndio watu pekee hapa duniani wasiokuwa na makao. Wanajiita Amerika, wanajiita watu wa Australia, wanajiita watu wa South Africa, wanajiita wa Kenya, wanajiita watu wa Ulaya, England na wapi, wanajiita Warusi. Lakini ukienda kwenye historia ukasoma, hayo maeneo yote yalikaliwa na watu. Vile vile wanajiita wa Misri pia. Lakini ukienda kuangalia huko nyuma, wa Misri walikuwa ni watu wenye rangi au watu weusi, watoto wa Hamu. Kwa hiyo ule unabii wa huyu mtu kutokuwa na makao ulikuja ukatimizwa kwa watoto wa Esau. Tena katika kipindi hiki ukienda karne ya 14 mpaka 15 na 16. Unaona? Hapo ndipo unabii wa Esau kutokuwa na makao ulitimizwa. Hapo ndipo unabii wa huyu mtu kutokuwa na makao ulitimizwa.
Unaona? Kwa hiyo tunaendelea. Kwa hiyo tunaenda kwa kitabu cha Habakuki. Kitabu cha Habakuki anakwambia, kitabu cha Habakuki 2 mstari wa 4. Kwa hiyo Habakuki anakwambia, tazama roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Biblia, huyu mtu inayemsema roho yake imeinuliwa na ni ya kujivuna ni mtu gani? Utaona kwenye mstari wa 5, yule ambaye tumemsoma kwenye Mwanzo 4 kwamba alipewa laana ya kuwa mtu asiyekuwa na makao duniani, akawekewa na alama ya ukoma. Maana kwenye Biblia kuna ukoma kama ugonjwa na ukoma safi. Kwa hiyo watoto wa Esau wao wanaojiita weupe leo, kulingana na Biblia ule ni ukoma safi, ambao ni alama Mungu aliowekea watoto wa Esau. Ndio maana unaona leo watoto wa Esau au wazungu wanaenda sehemu yoyote duniani, wanafanya wanachokitaka, na hakuna serikali hapa duniani ya kuweza kuwashtaki. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alifanya hiyo hivyo ili kutimiza unabii wa Kaini ambao ulikuja kutimizwa kwa watoto wa Esau. Anakwambia, naam, pamoja na hayo divai ni mchumi mdanganyifu. Unapoongelea divai hapa unaongelea mafundisho, kwa sababu mafundisho huwa ni kama divai. Unaona? Mafundisho huwa ni kama divai. Ndio maana unakuta watu wamelewa na Ukristo. Unaona? Watu wamelewa na Ukristo, lakini ukienda nyuma kipindi cha Yesu hakuwa Mkristo. Unaona? Ndio maana ukienda kusoma kwenye Mathayo 15 anakuambia Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake, shikeni njia muende kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, ambao ni makabila 12 ya Israeli, ambayo kwa sasa hivi yamesambazwa katika pande kuu 4 za dunia, wakiwa kama watumwa au wakiwa kama watu wanaoishi katika hali ya chini. Unaona? Kwa hiyo divai inayoongelewa hapa, divai hii ni mafundisho. Ndio maana mafundisho mengine kama mafundisho ya kujitoa mhanga yanayofundishwa kwenye dini ya Kiislamu, yale yanaweza kukufanya ukalewa na ukawa unaona kile kitu ni sahihi. Kwa hiyo ndio maana nakwambia, naam, pamoja na hayo divai ni mchumi mdanganyifu, mtu wa kiburi asiyekaa nyumbani mwake. Kwa hiyo tumeona Kaini aliambiwa ni mtu atakuwa mtu wa kutangatanga. Tena hapa tunaona mtu fulani ambaye hayuko sahihi katika moyo wake, ambaye anatumia divai, unaona, na hakai, hana makazi. Anakuambia huongeza tamaa yake kama kuzimu, naye huwa kama mauti, hawezi kushibishwa, bali hujikusanyia mataifa yote, hujiwekea kabila zote chungu chungu. Kwa hiyo huyu mtu hakai nyumbani, halafu hujikusanyia mataifa kuyatawala. Kwa hiyo hawa ni watoto wa Esau, kwa leo wanajiita wazungu, ambao wana ukoma mweupe, Kwa hiyo tuendelee mstari wa 6. Anakuambia, je, hawa wote hawatapiga mfano juu yake na misali ya kusimanga juu yake, wakisema, ole wake yeye aongezaye kisicho mali yake, ole wake yeye aongezaye kisicho mali yake. Kwa hiyo hapa tunarudi kwenye kitu kinaitwa utumwa. Ukienda kwenye utumwa, hawa wenzetu waliotuletea dini, ambapo nayo dini ilikuwa ni mojawapo ya vitu ambavyo vilitumiwa kukuibia rasilimali yako, na mpaka leo bado wanatumia dini kukuibia. Wanatumia demokrasia kukuibia, ambapo dini na demokrasia, hiyo ndo divai ambayo inamfanya ndani mwaka siwe sahihi. Unaona?
Kwa hiyo moja kati ya vitangulizi vya ukoloni au vitangulizi vya huyu mwizi ambaye alikuletea dini, akwambia kwamba sijui ukiiba utapelekwa sehemu ambayo utaungua milele na milele, ambapo hiyo sehemu haipo. Kwamba ukiiba shilingi 100 utaenda kuchoma milele, hakuna kitu kama hicho. Unaona? Biblia inapoongelea kuzimu inakuwa inamaanisha kitu kingine. Sio kuzimu ya kwenda kwamba wanakuambia kwamba Lazaro ule mfano, au Yesu alikuwa anatolea ile habari ya Lazaro na tajiri. Kwamba Yesu anakuambia kulikuwa na mtu mmoja jina lake anaitwa Lazaro. Unaona? Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Luka 16 mstari wa 19, anakuambia akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo ya rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Kwa hiyo ukiona sehemu Biblia imekwambia mtu alivaa rangi za zambarau, mavazi yenye rangi za zambarau ni mavazi ambayo wafalme zamani walikuwa wanavaa na watu wenye hali ya juu ya kiuchumi. Kwa hiyo anakuambia na maskini mmoja jina lake Lazaro weka mlangoni pake ana vidonda vingi. Kwa hiyo huu ni mfano au huu ni msemo kati ya Lazaro na tajiri. Ni sawa na misemo mingine kama misemo ya Kiswahili. Kwa mfano unapoenda kusoma somo la Kiswahili, kuna misemo mbalimbali kwenye somo la Kiswahili. Kuna misemo mingine inakuwa haimaanishi, haikupi maana. Nini maana ya misemo? Misemo ni vitu ambavyo havikupi maana papo kwa hapo. Kama ni vitu ambavyo havikupi maana papo kwa hapo, kwa hiyo unahitaji kukaa chini na kutulia ili uweze kujua kwamba msemo au huu msemo unamaanisha nini. Kwa hiyo tunaendelea. Anakwambia naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Kwa hiyo huu ni mfano wa tajiri na Lazaro, ambapo huyu tajiri na Lazaro walikuwa wanawakilisha mataifa mawili ambayo yatakuwepo hapa mwisho wa dunia, ambao ni wana wa Israeli ambao ni maskini kwa leo, au wana wa Yakobo ambao wanaishi kama watumwa wa Esau, na tajiri ambaye akimaanisha Esau mwenyewe au wazungu, watu ambao hawakosi kitu chochote, watu ambao wanaweza wakapata kitu chochote hapa duniani wakitaka. Wana mashamba makubwa, wanamiliki teknolojia, wanamiliki mahoteli na vitega uchumi mbalimbali. Ndio maana hata ukienda kwenye gazeti linaitwa Forbes, utakuta matajiri wote mle, 99% wote ni wazungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliwapa kutawala hii dunia katika hizi siku za mwisho. Ndio ukienda kwenye kitabu cha Danieli kinakwambia hapo mwisho watasimama wanyama 4. Na hao wanyama 4 wanawakilisha mataifa 4 ya watu ambao watatawala. Na yule mnyama wa 4 anawakilisha taifa la Esau, Edom, ambao kabla ya mafuriko walikuwa wanaitwa watoto wa Kaini. Walizaliwa kama watoto wa Esau. Unaona? Anakwambia basi kule kuzimu aliyeinua macho yake. Unaona? Kulingana na watu wanaofundisha kuzimu ilivyo ni sehemu ambayo unaungua. Lakini Biblia inakwambia yule tajiri alipokuwa kule akainua macho yake,
Kwa hiyo hii haimaanishi kuzimu kama kuzimu, hii inamaanisha fumbo. Unaona? Alipokuwa katika mateso akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu kwa sababu nimeteswa katika moto huu. Kwa hiyo Biblia inakwambia tajiri akamwambia Mungu kwamba unihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake aje auburudishe moyo wangu. Unaona? Aje auburudishe moyo wangu. Kwa hiyo hii inakuonyesha, au hii inatakiwa ikuonyeshe kwamba hii kuzimu ilikuwa inaongelewa hapa si kuzimu kama unayofikiria wewe. Haya ni mafumbo. Kuzimu, ukienda kuangalia hilo neno kuzimu linamaanisha maisha magumu. Kwamba hii inamaanisha kwenye ufalme wa mbinguni wana wa Israeli waliokuwa maskini watachukua ile nafasi, na Esau aliyekuwa tajiri ghafla atakuja kuishi ile nafasi ambayo yule maskini alikuwa. Na kutakuwa na ukuta, kutakuwa na ufa katikati yao. Kwa hiyo huu ufa unaoongelewa hapa imaanishi kwamba hapa duniani kuna sehemu inaitwa kuzimu ambako watu wanaenda wanachoma moto milele. Hiyo sehemu haipo. Kama unadhani ipo, wewe ulishawahi kuiona? Hiyo sehemu haipo, na huo ni uongo. Waliokuletea dini ya Kikristo kwa sababu ukienda nyuma kwenye historia wazee wetu walikataa kukubali dini ya Ukristo. Kwa hiyo ikabidi wamishonari waje na kitu kuambia kwamba wewe ukimkataa Bwana Yesu, ambapo haitwi Bwana Yesu, anaitwa Yahawashai, kuwa mwokozi wako, ambapo Yahawashai si mwokozi wa kila mtu. Yahawashai ni mwokozi wa taifa la Israeli, makabila 12 ya Israeli. Wanakuambia kwamba wewe ukimkataa Yesu kuwa Bwana na mwokozi wako, utaenda sehemu inayoitwa kuzimu, utaungua milele, kitu ambacho mitume na manabii hawakuwahi kufundisha. Au ukienda kumsoma kitabu cha Misali na kitabu cha Zaburi, ambapo ni Mfalme Daudi na Solomoni, watu wenye maarifa na hekima, watu waliopendwa na Mungu, wanakuambia kwamba kuzimu ni kaburi. Unaona? Kuzimu inafananishwa na kaburi. Anakuambia akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini. Kwa hiyo kulingana na kuzimu inavyoelezewa kanisani, huwezi ukachovya ncha ya kidole cha maji ukaenda sehemu nyingine yenye moto ukaenda kumrudisha mtu. Kwa hiyo hii ilikuwa inaongelea kwa Kiingereza tunasema symbolically. Hii ilikuwa inaongelea mafumbo. Hii ilikuwa inaongelea mambo ambayo yatatokea kwenye ufalme wa mbinguni na mambo ambayo yatatokea kabla ya ufalme wa mbinguni, kati ya huyu tajiri ambaye tajiri anawakilisha taifa la watu na maskini ambaye anawakilisha taifa la watu ambao ni taifa la Israeli. Anakuambia akalia akasema, baba Ibrahimu, unihurumie. Akamwambia Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe ulipokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yuko hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na nyinyi kumewekwa shimo. Unaona, kati yetu sisi na nyinyi. Kwa hiyo alikuwa anaongelea mataifa mawili hapa, au alikuwa anaongelea taifa moja na taifa jingine. Alikuwa anaongelea mataifa mawili ambao ukienda kusoma kitabu cha Mwanzo, kama tulivyokuwa tunaona, mambo yote yalianzia mwanzo. Mambo yote yalianzia mwanzo. Kwamba ukienda kusoma Mwanzo 25 utaona mataifa mawili ambao ni taifa la Esau na taifa la Yakobo, ambao Biblia inakwambia walitengwa toka wakiwa tumboni. Walitengwa toka wakiwa tumboni. Biblia inakwambia mataifa mawili ambayo yatatengwa toka wakiwa tumboni. Ndio maana mtu anakuwa anajiuliza kwa nini watu weusi na wazungu hatupatani? Kwa sababu ya nabii. Hakuna kitu kingine, kwa sababu ya nabii. Wazungu na watu weusi, ni Mungu aliweka huo mtengano. Haijalishi kwamba yule mzungu atakuwa ni kardinali wako, au yule mzungu atakuwa ni father wako, au yule mzungu atakuwa ni sister wako, bado kuna ule utengano. Na ndio maana wazungu walipopata mamlaka walikuja kutawala huku Afrika na kukuletea dini ambayo hakulazimisha kuabudu Mungu mweupe, ambapo kulingana na Biblia Mungu si mweupe. Anakwambia
Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na nyinyi mmewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Kwa hiyo unaona mfano wa Lazaro na tajiri, hii ilikuwa haiongelei sehemu ambayo wewe unaungua milele. Hii ilikuwa inaongelea mafumbo. Kulingana na watu wanavyokuambia kuzimu kuna moto mkali, lakini tajiri alimwambia Lazaro achovye kidole aje kumburudisha. Kwa hiyo ilikuwa haiongelei kuzimu kama kuzimu. Hii ilikuwa inaongelea fumbo, hii ilikuwa inaongelea hali ya maisha. Ndio maana watu wengi ukienda Ulaya wanakuambia kuzimu Afrika ni kuzimu. Kwa nini? Kwa sababu ya maisha yaliyopo Afrika. Kwa sababu ya ugumu wa maisha uliopo Afrika. Kwa hiyo tuende kwenye kitabu cha Isaya ya 14 mstari wa 6, nakwambia yeye aliyewapiga mataifa kwa ghadhabu, kwa mapigo yasiyokoma, aliyewatawala mataifa kwa hasira, ameadhibiwa asizuie mtu. Dunia yote inastarehe na kutulia, hata kuanzilisha kuimba. Nami misonobari inafurahia na mierezi ya Lebanoni ikisema, tokeni, tokea wakati ulipolazwa chini wewe, hapana mkata miti aliyetujia. Kuzimu chini kumetaharuki kwa ajili yako, ili kukulaki utakapokuja. Kwa hiyo hapa tunaona habari ya taifa la watu ambayo kuanguka kwao mataifa wote walifurahia. Na hapa anaongelea wanyanyasi wetu, taifa la watu ambao kwa leo wanajiita watu weupe, lakini kwenye Biblia wanaitwa watoto wa Esau. Kwa hiyo kuanguka kwao kulitabiriwa na nabii Isaya. Katika Isaya 14 anakwambia toka, kwamba toka wewe, anakwambia kwamba dunia yote inastarehe na kutulia, hata kuanzilisha kuimba. Namu misonobari inafurahia na mierezi ya Lebanoni ikisema. Kwa hiyo kuanguka kwa hili taifa, mataifa yote yatafurahia kuanguka kwake. Kwa nini? Kwa sababu ya manyanyaso ambayo watu au mataifa walikuwa wanapitia chini ya utawala wa hili taifa. Ndio maana kwenye mstari wa 8 anakuambia naam misonobari anakuambia naam misonobari inafurahia na mierezi ya Lebanoni ikisema. Kwa hiyo misonobari na mierezi ya Lebanoni iliyokuwa inaongelewa hapa ilikuwa inaongelea mataifa ya watu, kwa sababu kwenye Biblia miti huwa inamaanisha watu. Ndio maana yule kipofu aliyeponywa na Yesu macho, alikuwa kipofu, akamwambia unaona nini? Akasema naona watu kama miti. Unaona? Kwa hiyo yule kipofu alivyosema naona watu kama miti, ile haikuandikwa pale ili wewe upate kufurahia kwamba kipofu aliona watu, aliona miti badala ya watu. Ile imewekwa pale ili ujue kwamba Biblia inapoongelea misonobari na nini, misonobari na mierezi ilifurahia kuanguka kwa hili taifa la watu. Kwa hiyo misonobari na mierezi ilikuwa inaongelea haya mataifa mengine ambayo yapo chini ya ukandamizi wa watoto wa Esau au wanaojiita wazungu leo. Ndio maana ukienda mashariki ya kati au mashariki ya mbali, unaona, ukienda mashariki ya kati au mashariki ya mbali, hakuna mtu anayewapenda au anayependa utawala wa wazungu. Unaona, ukienda kwa Wachina, ukienda kwa Wajapani, ukienda kwa Wafilipini, ukienda kwa Waarabu wenyewe, hakuna Mwarabu anayependa utawala wa Marekani au utawala wa wazungu. Hata ukija hapa Afrika hakuna mtu anayependa kutawaliwa na wazungu. Ni tu hawawezi, hawana uwezo wa kujikomboa kutoka kwenye mikono ya wazungu. Na ndio maana inakwambia Mungu atakapowaweka chini hawa watu, anakwambia watu wote hapa duniani watafurahia. Kwa nini? Kwa sababu ya ule utawala au kwa sababu ya yale makucha ya huyu mnyama wa 4, ambaye mnyama wa 4 anawakilisha watoto wa Esau au Kaini katika uongofu. Kwa sababu Kaini alizaliwa kama Esau
alizaliwa na ukoma msafi, alizaliwa hana ngozi. Ndio maana ukiangalia wazungu unaona damu ndani, unaona damu chini ya ngozi yao, kwa sababu hawana ile kitu nyeusi ambayo inazuia wewe usione damu iliyoko chini ya ngozi yao. Unaona, watu wote kati ya sisi wazungu na Waafrika wote tuna damu moja, damu zetu zote zina rangi moja, lakini wao tofauti yao na sisi, wao damu yao inaonekana juu ya ngozi, sisi haionekani, kwa sababu tuna kitu kinaitwa melanin ambacho kinazuia usione damu chini ya ngozi. Kwa nini wana hiyo kitu? Kwa sababu Mungu ndiye alifanya iwe hivyo. Hiyo ni laana ambayo Esau alipewa. Lakini watu leo duniani wanaamua kujichubua ili wawe weupe, hawajui kwamba ile ni laana ambayo Mungu alimpa Esau au watoto wa Kaini katika reincarnation. Anakwambia kuzimu chini kumetaharuki kwa ajili yako ili kukulaki utakapokuja. Kwa hiyo kulingana na kuzimu inavyoelezewa na Wakristo, hili taifa la watu litakapoanguka kuzimu itawalaki. Ndio maana nilikuwa naongelea yule tajiri aliyekuwa anaongelea pale, anawakilisha taifa la watu. Atakapokuwa kuzimu au atakapokuwa katika hali ya chini baada ya kuwa ameanguka, kuzimu itamlaki. Kuzimu inaongelewa hapa ni hali ya maisha. Naona atakuwa anatamani na yeye awe kama Lazaro, lakini haitawezekana. Atakuwa anatamani na yeye awe kama wana wa Israeli, lakini haitawezekana. Anakuambia ili kukulaki utakapokuja na waamsha waliokufa kwa ajili yako. Kwa hiyo hii kuzimu inaongelewa hapa si kuzimu sehemu ambayo unaenda unaungua. Hii kuzimu inaongelewa hapa, tunaongelea maisha na watu ambao wanaishi maisha magumu kama yeye atakavyokuwa. Anakuambia naam, walio wakuu wote wa dunia huwainua wafalme wote wa mataifa watoke katika viti vyao vya enzi. Unaona? Anakuambia hao wote watajibu na kukuambia, je, wewe nawe umekuwa dhaifu kama sisi? Wewe nawe umekuwa kama sisi? Fahari yako imeshushwa hata kuzimu. Ndio maana tena ukienda kuangalia katika mafundisho ya Yesu, katika mafundisho ya Yesu kuna sehemu Yesu anatabiri kuhusiana na mji wa Kapernaumu. Unaona? Mji wa Kapernaumu, ngoja tuone. Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Mathayo ya 11 ambapo Yesu alikuwa anatabiri kuhusiana na mji unaitwa Kapernaumu. Anakwambia, nawe Kapernaumu, je, utakuzwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anatabiria kuhusiana na mji wa Kapernaumu. Kwa nini? Kwa sababu wakati Yesu anafanya huduma yake. Unaona? Wakati Yesu anafanya huduma yake, moja kati ya miji ambayo alitembelea zaidi ilikuwa ni Galilaya, Kapernaumu na miji mingine kama hiyo na Samaria. Kwa hiyo katika hiyo miji kama Kapernaumu, Yesu alifanya miujiza mingi kuliko Yerusalemu, lakini watu hawakumwamini. Kwa hiyo Yesu akawa anatabiria Kapernaumu, anawaambia kwamba nyinyi mji wa Kapernaumu umenyanyuliwa mpaka mbinguni. Hiyo ilikuwa inamaanisha nini? Kapernaumu ilikuwa ni mji mzuri, lakini akasema Kapernaumu utashushwa mpaka kuzimu. Sasa swali langu kwako, je, mji mzima kama Mbeya unaweza kushushwa mpaka kuzimu? Hamna. Wakati mwingine kuzimu ukiona kwenye Biblia haiongelei kuzimu ambayo mnaambiwa unaenda kuungua moto milele. Kuzimu wakati mwingine inaongelea maisha, au kwa Kiingereza tunasema inaongelea physical condition au vitu unavyopitia. Kwa mfano kama wewe usipokula siku 2 kwa sababu haukutaka, umekula kwa sababu hujala, kwa sababu hauna hela, hiyo ni kuzimu kwako. Unapitia mateso. Unaona? Na kwa sehemu nyingine kwenye Biblia inakwambia wateule watapitishwa katika moto ili wapate kutoka kama dhahabu safi. Kwa mfano unapoipitisha dhahabu kwenye moto inatoka ikiwa safi zaidi. Biblia inakwambia wateule nao pia watapitishwa katika moto ili watoke wakiwa safi zaidi. Ule moto unaoongelewa hapo ni majaribu au ni mambo magumu ambayo unapitia.
Kwa hiyo moto na kuzimu wakati mwingine wakati mwingine inaweza kuwa maisha unayopitia au majaribu unayopitia. Kwa mfano kama taifa la Israeli kwa sasa hivi ndio wanapitishwa kwenye hiyo tanuru la moto ili watoke wakiwa kama dhabihu safi. Na hawa wana wa Israeli ndio walikuwa wanawakilishwa na Lazaro kwenye huu mfano wa Lazaro na tajiri, na kwenye huu unabii wa Kapernaumu. Anakwambia kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwako ingalifanyika Sodoma, ungalikuwapo mji huo hata leo. Walakini nawaambieni itakuwa rahisi nchi ya Sodoma kustahimili adhabu yake siku ya hukumu kuliko wewe. Wakati ule Yesu akajibu akasema, nashukuru Baba wa mbinguni na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima wa akili, ukawafunulia watoto wachanga. Kwa hiyo mambo gani? Mambo kama hakuna sehemu inayoitwa kuzimu. Hakuna sehemu ambayo unaenda unaungua milele. Unaona, hayo ni mafundisho ya watu. Kuzimu inayoongelewa hapa ni maisha. Ndio maana zamani watu walikuwa wanajiuliza, kwa mfano ukichukulia mfano ukaongelea maisha ya kawaida, au tukiongelea Biblia kama Biblia, kwa sababu watu wengi wao wanasema wanaamini Biblia, lakini kumbe ukiwaweka katikati ukawauliza maswali yanayohusiana na Biblia unakuja kugundua kwamba mtu haamini kitu chochote katika Biblia. Watu wanapenda kuambiwa mambo ambayo wanataka kusikia. Wakiambiwa mambo magumu hawataki kusikia. Unaona, kwa mfano kama tukitolea mfano mrahisi, tufanye hiyo sehemu inayoitwa kuzimu ipo. Tuchukulie mfano ambayo unaenda huko ukifanya dhambi, ukiiba shilingi 100, unaenda kuungua huko kuzimu milele. Vile vile Biblia inakwambia Mungu ni Mungu mwenye haki. Vile vile ni Mungu ambaye huwa anasamehe makosa yote. Na vile vile ni Mungu mwenye haki. Sasa tukitolea mfano mrahisi, kwa mfano mimi au kwa mfano mtu yeyote anaishi maisha ya kawaida hapa mtaani, mtu ambaye haendi kwenye kanisa lolote la Kikristo au haendi kwenye msikiti wowote, huyo akafa. Na mtu labda tuseme kama nani, kama mbunge yoyote mwenye pesa, naye akafa. Unaona, huyu mtu aliyekuwa anaishi maisha yake ya kawaida mtaani, lakini alikuwa haendi kanisani, alikuwa sio mtu mbaya, kwamba hana mambo mengi. Kwa mfano kama hajaua mtu, hajaiba mali ya mtu, huyu mtu akafa. Na tajiri mwingine mkubwa kama Bill Gates naye akafa. Kwa hiyo mimi mwenye maisha ya kawaida na Bill Gates tunaenda kukutana kwenye moto, tunachoma milele. Je, hiyo kuna haki hapo? Hakuna haki hapo. Kwa sababu watu kama kina Bill Gates wamefanya mambo mabaya, ndio maana unaona ni matajiri kama vile. Lakini yeye na mimi wote tunaenda kukutana sehemu moja inaitwa kuzimu, tunachomwa milele. Mimi ambaye nilikuwa naishi maisha yangu magumu mtaani, na yeye aliyekuwa naishi vizuri, ana pesa na amefanya mambo mengi yasiyostahili, wote mnaenda kukutana kwenye sehemu ambayo mnachomwa moto milele. Hicho ni kitu ambacho kiBiblia hakipo. Na hayo yalikuwa mafundisho. Hayo mafundisho yana mwanzo wake, mafundisho ya Jehanamu, ambayo kwa Kiebrania tunaita Gehena au kwa Kigiriki. Hayo ni mafundisho ya Kigiriki, kwa sababu Agano Jipya liliandikwa katika, wanasema kwamba Agano Jipya liliandikwa katika lugha ya Kigiriki. Kwa hiyo tafsiri nyingi zikatafsiriwa kulingana na utamaduni wa Ugiriki, kwa sababu Wagiriki kipindi hicho walikuwa wanaamini katika mambo kama haya, kama kuchomwa milele. Kwa Kiingereza tunaita the God of the head, kwamba wewe ukifanya mambo mabaya unaenda sehemu chini huko, unakuta huyo jamaa anaitwa God of the head, anakuwa anakutesa kila siku akitaka, anakuchoma, anakufanyaje, unaishi maisha magumu. Na haya pia mafundisho
hayakuishia hapo tu. Haya mafundisho ya Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Yeremia 43 mstari wa 10, kinasema kwamba ukawaambie Bwana Yahwa wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: tazama, nitatuma na kumtwaa Nebukadneza mfalme wa Babeli mtumishi wangu, nami nitaweka kiti chake cha enzi juu ya mawe haya niliyoyaficha, naye atatandaza hema yake juu ya fahari yake, naye atakuja na kuipiga nchi ya Misri. Watu walioandikiwa kufa watakufa, nao walioandikiwa kuwa mateka watakuwa mateka, nao walioandikiwa kupiga kwa upanga watapiga kwa upanga, nami nitawasha moto katika nyumba ya miungu ya Misri. Kwa hiyo ukienda kusoma katika historia utakuta huko nyuma wana wa Israeli wakati wako Misri kulikuwa kuna miungu wa Misri walikuwa wanaabudu, na kwenye hiyo miungu kwa mfano ukienda kusoma kitabu cha wa Misri ambao kinaitwa The Book of the Dead au kitabu cha wafu, kule Misri kwa mfano wana wa Israeli walikuwa na Biblia, kule Misri wao walikuwa na kitu kinaitwa kitabu cha wafu. Kwenye hicho kitabu cha wafu ukienda kusoma kule ndani wanakuambia kwamba wewe ukifa, au wa Misri wengi walikuwa wakifa kwenye sanduku lake unakuta mtu anazikwa na pesa. Au ukienda ukaangalia movie mbalimbali, kwa mfano movie za wazungu, mtu akifa alikuwa anazikwa na pesa. Ile pesa walikuwa wanasema kwamba ukienda ukafika huko kuzimu ukamkuta huyo mungu wa kuzimu, ukimpa hela kidogo atakuachia, utaenda paradiso badala ya kwenda kwenye moto. Kwa hiyo yule alikuwa anasimama kati ya njia inayoenda paradiso na njia inayoenda huko sehemu ya mateso. Ndio maana kwenye nyimbo kama ya Bahati Bukuku unaona yule mzee Tupatupa alipofika pale alikuta njia mbili. Hayo mafundisho yote yametoka kwa vitu vinaitwa miungu ya Misri. Na kama nilivyokuambia, ukienda huko Misri kuna kitu kinaitwa The Book of the Dead au kitabu cha wafu, kama ilivyokuwa Biblia kwa wana wa Israeli. Na Misri pia kulikuwa kuna wana Biblia zao, na walikuwa na mambo ambayo walikuwa wanayaamini. Moja kati ya mambo ambayo walikuwa wanaamini ikiwemo ni ukifa unaenda kuteswa milele. Kwa hiyo hawa mataifa walichokuwa wanakifanya ni ukifa unazikwa na pesa, au ukifa unazikwa na mali. Wanakuambia kwamba ile mali au ile pesa itakusindikiza huko unakoenda, huko chini unakoenda kwenye mateso, itakusindikiza, itakusaidia wewe kuishi maisha mazuri. Baada ya Misri kuna nchi nyingine zilikuja, kwa mfano kama Babeli, ambayo mwanzo ilikuwa inaitwa Shami. Baada ya hapo wakaja Media Persia, baada ya hapo wakaja Waajemi, baada ya hapo wakaja watu wanaojiita Warumi, ambao ndio mpaka leo tuko chini ya utawala wa Rumi. Kwa hiyo kila taifa la watu lilipokuwa linakuja kutawala, walikuwa wakichukua na tamaduni pia. Walikuwa wakichukua zile tamaduni. Kwa mfano Wagiriki walipokuja kutawala wakachukua tamaduni za Media Persia. Warumi walipokuja kutawala wakachukua tamaduni za Waajemi. Na tamaduni mojawapo ni mafundisho ya kwamba ukifa unaenda sehemu inaitwa kuzimu, unaenda kuchomwa milele. Ambayo hiyo inaenda kinyume na Biblia. Ngoja tuone.
Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Ufunuo wa Yohana 20 mstari wa 14, nakwambia mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Kwa hiyo kuna tofauti gani kati ya kuzimu na ziwa la moto? Kwa sababu Biblia inakwambia mauti na kuzimu vikatupwa kwenye ziwa la moto. Kwa hiyo ziwa la moto ni nini na mauti na kuzimu ni nini? Kwa sababu kanisani wanakuambia kwamba kuzimu ni sehemu ambayo unaenda kuungua moto, lakini Biblia inakwambia hapa mauti na kuzimu vikatupwa kwenye ziwa la moto. Kwa hiyo ziwa la moto ni nini na mauti na kuzimu ni nini? Ndio maana tafsiri za kuzimu katika Agano Jipya zinaenda zaidi katika mafundisho ya Wagiriki, ambao mafundisho ya Wagiriki waliyatolea Misri. Wao wa Misri walikuwa wanafundisha mambo kama haya, na watu wa Babeli walikuwa wanafundisha mambo kama haya. Haya ni mambo ya mataifa. Anakuambia hii ndio mauti ya pili, yaani hili ni ziwa la moto. Kwa hiyo haya yalikuwa ni mafundisho ya mataifa. Kwa nini mataifa walikuwa wanafundisha mambo kama haya, kwamba ukifa unaenda kuzimu na mambo mengine? Wala kufundisha kwamba kufundisha kwamba watu wote ni sawa hapa chini ya jua. Je, wewe unaona watu wote ni sawa hapa chini ya jua? Unajua unapokuwa unafundisha unatakiwa uchanganye na akili zako. Kwamba anakuambia kwamba Bwana Yesu alikuja kuleta amani, kwamba watu wote hapa duniani waishi kwa amani. Lakini ukiuliza kwamba huo mstari uko wapi kwenye Biblia, hawezi akakuonyesha. Kwa nini kuna mafundisho mbalimbali ya mataifa ambayo hayaendani na Biblia? Ndio maana na hizi dini, ukianzia na dini ya Kiislamu, kule kwenye dini ya Uislamu au Ukristo unafundishwa tamaduni za mataifa. Ndio maana kuna tofauti kati ya Mkristo na Ukristo. Unaona, Ukristo, kuna tofauti kati ya Mkristo na Ukristo. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa Mkristo lakini usiwepo kwenye Ukristo, kwa sababu Ukristo ni utamaduni, lakini Mkristo ni mtu, au Mkristo kwa jina jingine, Wakristo ni wana wa Israeli. Na hilo neno Kristo linaenda kwenye wateule, ambapo wateule kulingana na Biblia ni wana wa Israeli, watu ambao walipewa agano, waliteuliwa katika mataifa yote, wakapewa agano, wakafanya kuwa taifa kubwa kulingana na Kumbukumbu la Torati 7:6. Hao ndio Wakristo kulingana na Biblia. Kwa hiyo hao Wakristo ambao ni wana wa Israeli, ambao ni makabila 12 ya Israeli, wao walitengwa. Au ukienda kwenye hilo kwamba wanasema kwamba wao walikuwa ni nini? Ni watakatifu. Ukienda kuangalia neno, maana ya hilo neno watakatifu inamaanisha ni kutengwa. Kwa mfano wewe unapokuwa mtakatifu inamaanisha kwamba umetengwa na dhambi, umetengwa na ulimwengu. Kwa hiyo Mungu alivyowaambia kwamba nyinyi ni taifa teule, watakatifu, nimewachagua juu ya mataifa yote, ambao Mungu alikuwa anawaambia wana wa Israeli, na maana kwamba Mungu aliwatenga wana wa Israeli kutoka katika mataifa yote. Ndio maana wana wa Israeli hawakuwa na mafundisho. Ukienda kusoma Agano la Kale, hawakuwa na mafundisho ya kuzimu, au hawakuwa na mafundisho kwamba shetani anapigana na Mungu. Ulipokuja Ukristo, ambao Ukristo hauna uhusiano na Wakristo, wakaanza kufundisha kwamba shetani anapigana na Mungu na aliasi mbinguni, kitu ambacho kwenye Biblia hakipo. Kwamba unataka kumaanisha kwamba Mungu alimtengeneza shetani, lakini ikafika sehemu shetani akaanza kumshinda Mungu. Kwa hiyo Mungu akaamua kumfukuza shetani. Lakini ukienda kwenye kitabu cha Ayubu, Biblia inakwambia shetani kila siku anaenda kujihuzurisha mbele za Mungu. Wewe unaposema kwamba alipigana na Mungu akaondoka na jeshi kubwa, unakuwa unamaanisha nini?
Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Yeremia 10:1, anakuambia yani nyumba ya Israeli isikieni neno awaambialo Bwana. Bwana asema hivi, msijifunze njia za mataifa wala msishangae kwa sababu ya ishara za mbinguni, maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizo. Maana desturi za mataifa hao ni ubatili, maana mtu mmoja hukata mti mwituni, kazi ya mikono ya ufundi wa shoka. Ndio maana ukienda kwenye Ukristo ambao ni tofauti na Wakristo, unakuta wamejichongea miti ya Mkrismasi, unakuta wamejichongea vinyago, wanakuambia huyu ni Yesu alisulubiwa. Unakuta wamejichongea vinyago vya Maria, wanakuambia mama Maria utuombee. Kwamba wanakuambia kwamba ukitoa Yesu, mama Maria pia naye ni mkombozi wetu, kitu ambacho kwenye Biblia hakipo. Mama Maria sio mkombozi wa mtu yoyote. Mama Maria alikuwa ni mama Maria kwa sababu alichaguliwa, Yesu akazaliwa pale. Asingekuwepo angechaguliwa mwanamke mwingine. Unaona? Mama Maria si mkombozi wa mtu yoyote. Na wala mama Maria hajakaa mkono wa kuume wa Yesu, hiyo kwenye Biblia haipo. Kama unakuta watu wameng'ang'ana wanakuambia kwamba mama Maria utuombee. Mama Maria akuombee wapi wewe? Mama Maria akuombee wapi? Unakuta mtu unaamka asubuhi na mapema, unashika rozari ambayo nao ni makosa, unashika limti lako sijui ni rozari, unaanza kuomba mama Maria kuombee. Mama Maria kuombee wapi? Kwa nani? Ndio maana ni wale watu wanaanza kusema mama yangu ni Mungu hapa duniani. Mama yako ni Mungu, mama yako sio Mungu. Eti mama yangu ni Mungu hapa duniani. Nani alikwambia? Imeandikwa wapi? Kwa sababu alienda leba akakuzaa kwa uchungu, ndio unasema mama yako ni Mungu. Mama yako anakuzaa kwa uchungu kwa sababu hiyo ni laana ya mwanamke kula tunda ambalo alikatazwa. Mama yako kukuzaa kwa uchungu, hiyo si makosa yetu. Hiyo ni jukumu lake. Unaona, hiyo inaenda kwenye tamaduni za mataifa za kuabudu wanawake. Unaona? Ndio maana mtaani siku hizi mashoga yamejaa. Haya mambo yanaanzia mbali. Unaona? Hiyo ni roho ya kuabudu wanawake. Unaanza kutuambia mamangu ni Mungu hapa duniani. Je, kitabu cha Wakorinto 1:10 kinasemaje? Au 1:14? Kitabu cha Wakorinto wa kwanza 14 kinasema kwamba kichwa cha Yesu ni Mungu. Kichwa cha kanisa ni Kristo. Kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Kwa hiyo mama yako si Mungu kulingana na Biblia, labda kama uamini Biblia. Unaona? Chini ya juu ya mwanamke kuna mwanaume. Hiyo ni kulingana na Biblia. Kwa hiyo mama yako si Mungu wala si mtu yoyote. Vile vile mama Maria hakuombei, na wala mama Maria hajakaa mkono wa kuume wa Yesu akikuombea. Hayo ni mafundisho ya wanadamu. Ngoja turudie tena. Anasema Yeremia 10:1 anakuambia enyi nyumba ya Israeli isikieni neno awaambialo Bwana. Bwana asema hivi, msijifunze njia za mataifa wala msishangae kwa sababu ya ishara za mbinguni, maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizo. Maana desturi zao hao ni ubatili, maana mtu mmoja ukata mti mwituni. Ndio kinachotokea. Unakata mti mwituni, unauchonga afu unaanza kuuabudu. Unaanza kusema huu ni mti wa Mkrismasi. Au unaanza kusema huu ni mti wa mtende, unatuzuia na maovu. Hakuna kitu kama hicho. Au unaanza kusema kama mama Maria anatuombea, anakuombea wapi? Ulishawahi kumuona? Kwa hiyo hizi zote kuanzia kuabudu, kuamini kwamba shetani alipigana na Mungu, alikuwa na jeshi kubwa. Mikaeli na shetani wakapigana masiku. Shetani akatupwa huko. Kwa hiyo sasa hivi shetani anajaribu kuwaiba watu kutoka kwa Mungu. Hamna kitu kama hicho. Kitabu cha Ayubu kimekwambia shetani kila siku anaenda kutoa ripoti kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye alimuumba na shetani anafanya kazi ya Mungu.
Kitu kingine, kuzimu, hakuna sehemu kama hiyo. Kitu kingine, Mama Maria tuombe. Unakaa na rozari yako, unaomba nini? Unaomba ujinga. Na siku zikikuu inakuja, kitu ambacho mchungaji wako akwambia kila siku, anakuambia kufanikiwa. Unaona? Na ndio maana Biblia inakwambia maarifa ni ya faida kuliko mali nyingi ulizonazo, kwa sababu mali zako hazitakuokoa siku ya anguko la uchumi. Mali zako hazitakuokoa siku ambayo unalazimisha kuchukua alama ya mnyama, sio mpinga Kristo. Kwa sababu Biblia inakwambia wapinga Kristo ni wengi. Hata mchungaji wako pia naye ni mpinga Kristo, kwa sababu hahubiri kwamba Wakristo wa kweli walikuwa ni wana wa Israeli. Na hilo neno Mkristo inamaanisha anointed, au kuteuliwa, kutengwa. Anakwambia huupamba kwa fedha na kwa dhahabu, huukata kwa mithumari na nyundo, usitikisike. Mfano wao ni mfano wa mtende. Kwa mfano, kama wenzangu Waislamu wanakula tende wakiamini kwamba watabarikiwa. Unaona? Kazi ya cherehani hawasemi wala hawana budi kuchukuliwa, kwa sababu hawawezi kwenda. Usiwaogope, kwa maana hawawezi kutenda uovu wala hawana uwezo wa kutenda mema. Unaona? Kwa hiyo mfano ni Mama Maria unayemshika. Umeweka kapicha kama Mama Maria nyumbani kwako, kila siku ukiamka asubuhi lazima upitie pale kuabudu. Unasema Mama Maria uniombee. Mama Maria kuombee wapi? Mama Maria alishakufa zamani. Aliye hai ni Yesu Kristo, ambaye tunamuita Yahweh, tunamuita Simba wa Yuda, au kwa Kiingereza tunasema the conquering lion of Judah. Yahweh, ambaye Yahweh inamaanisha anayeokoa, ambaye hivi karibuni atakuja kumtia mbavuni Esau au Kaini kwa ajili ya dhambi zake juu ya wana wa Israeli. Huyo ndio unatakiwa umuombe. Na unapokuwa unaomba unasema Yahwa wa Yahwashai au Yahwa Baashem Yahwashai. Huyo ndio Mungu wako au Mungu wa taifa la Israeli. Na usiendelee kuingia kwenye tamaduni za watu, kwa sababu baada ya kanisa la kwanza ambalo lilikuwa la mitume, mataifa walichukua au waliuingilia huu Kristo. Ndio maana unaona kuna tamaduni nyingi ndani ya Ukristo. Na ukienda kwenye kitu kinaitwa the Council of Nicaea, kuna tamaduni nyingi zilipitisha pale. Wanakuambia sijui Pasaka ipo lini, Yesu alizaliwa kwenye Christmas. Yote hayo mambo ya uongo. Wanakuambia kama mwezi wa kwanza unaanza Januari, lakini mwezi wa kwanza unaanza mwezi wa 3, ambapo hapo ndio Pasaka. Kwa hiyo hizi zote ni tamaduni au ni mambo ya mataifa. Kwa mfano mataifa wakiona kupata kwa mwezi, hizo ndio ishara zinazotokea mbinguni, au kupata kwa jua, wanaanza kusoma na kuweka kwenye vitabu. Au wakiona vitu vinaitwa pepo za kisulisuli au chariot, ambao hiyo kwetu ni nini? Hiyo kwetu ni nini? Hiyo kwetu ni nzuri. Kwa hiyo twende kwenye kitabu cha Joeli, tuangalie moja kati ya ishara ambazo zitatokea, hazina budi kutokea siku za mwisho. Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Joeli 2 mstari wa 28, nakwambia hata itakuwa ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu, nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minara ya moto. Jua itageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla haijaja siku kuu ya Bwana iliyo kuu ya kutisha. Kwa hiyo ukiona hizi ishara mbalimbali mbinguni, mkiona pepo za kisulisuli, ujue kwamba Mungu anatoa ishara kwamba yu karibu kuja. Lakini mataifa unakuta wanaabudu hayo mambo. Kwa mfano wenzangu Waislamu wanaabudu mwandamo wa mwezi, wenzangu wa Kristo wanaabudu
Sunday, wanaabudu jua. Ndio maana inaitwa Sunday worship. Unaabudu mungu wa jua. Kwa hiyo hizi zote ni tamaduni za wanadamu. Kwa hiyo tunaenda kwenye Zekaria 5:1 nakwambia, basi nikainua macho yangu tena nikaona natazama gongo la chuo lilukalo. Kwa hili gongo la chuo lilukalo kwa Kiingereza tunaita chariot au pepo za kisulisuli, ambapo wazungu, tunarudi tena kwenye tamaduni za watu, ambapo wazungu wanaita alien au wanaita UFO. Hilo neno UFO ukienda kwa Kiingereza inaitwa unidentified flying object. Kwa hiyo wazungu kupitia sayansi yao na teknolojia, kuna vitu ambavyo vinakuwa vinapaa. Kwa mfano ukiona kwenye movie wanakuambia kwamba hii ni alien, ni viumbe kutoka sayari nyingine, ndio maana wanaita UFO. Wanakuonyesha kwenye movie zao, hizo sio viumbe kutoka sayari nyingine, hao ni malaika. Kwenye Ukristo wanakuambia malaika wanapaa na mabawa. Nani alikwambia? Malaika wanapaa na pepo za kisulisuli, ambapo kwa Kiingereza tunaita chariot, kwa Kiebrania tunaita marakabu. Naona ambayo hiyo neno marakabu linaenda kwenye usafiri, au kwa Kiingereza tunaita vehicle. Kwa hiyo nabii Zekaria alipokuwa katika njozi akaona gongo lipaalo, au kwa Kiingereza tunaita TikTok. Unaona, kwa Kiingereza tunaita TikTok au unasema ni chariot. Anakuambia, akaniuliza unaona nini? Nikamjibu, naona gongo la chuo lilukalo na urefu wake ni dhiraa 20 na upana wake ni dhiraa 10. Ndipo akaniambia, hii ndio laana itokayo kwenda juu ya uso wa mataifa yote, maana kwa hiyo kila aibaye atatolewa kama ilivyo upande mmoja, na kwa hiyo kila apaye atatolewa kama ilivyo kwa upande wa pili. Kwa hiyo hili gongo lilukalo ambalo ni laana kwa mataifa ndio hizi chariot. Ndio maana mataifa tukianzia na Esau Edom anasema kwamba hawa ni UFO, kwamba dunia yetu itakuja kuvamiwa na viumbe kutoka sayari nyingine. Hao viumbe anaoongelea Esau au wazungu, hao ni malaika. Na hizi chariot ni ukombozi wa wana wa Israeli, kama ilivyo mchukua Elia. Unaona? Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Wafalme wa Pili, Wafalme 2:2 mstari wa 1. Inakwambia, ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Elia mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Elia alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Elisha akamwambia Elisha, tazama, kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Kwa hiyo mstari wa 11 anakwambia, ikawa walipokuwa wakienda mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili, naye Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Kwa hiyo huu upepo wa kisulisuli kwa maneno mengine tunaita chariot. Kwa Kiingereza tunaita chariot au tunasema marakab kwa Kiebrania. Kwa hiyo hii ni story ya Elia na Elisha, kwamba Elia alipokuwa anakaribia kutwaliwa, Elisha alikuwa anamfuatafuata. Kwa hiyo walipofika pale sehemu ya Elia kutwaliwa, Elisha akaona pepo za kisulisuli. Mle ndani ya pepo za kisulisuli kuna nani? Kuna malaika. Kwa Kiingereza tunaita chariot. Na anaposema wapanda farasi anatumia mafumbo. Sio kwamba anamaanisha kwamba kulikuja na gari ambalo lilikuwa linaendeshwa na farasi alafu hilo gari linawaka moto. Alikuwa anaongea kwa mafumbo. Hilo neno farasi kwenye Biblia linamaanisha nguvu au power. Kwa Kiingereza tunasema power au strength. Kwa hiyo hii ilikuwa ni pepo ya kisulisuli ambayo wazungu au wenye tamaduni zao za mataifa kama tulivyoona kwenye Biblia wanakuambia kwamba hawa ni UFO, unidentified flying object. Na ukienda ukaangalia Google, ukienda Google ukatype neno linaitwa ufology. Hiyo neno ufology linamaanisha ni unajifunza
viumbe vingine ambao viko kwenye sayari nyingine, ambao ndio wazungu wanaita alien. Maana ya alien ni viumbe ambao wanatoka sayari nyingine, ambapo hao viumbe hawapo kulingana na Biblia. Wale ni malaika, na hawa mataifa kinachotokea ni kwamba wao wameshindwa kuelewa kwamba wale ni malaika, ndio maana wanabuni hiki na hiki na hiki. Ndio maana ukienda kwenye mambo ya theolojia, ambayo hiyo nayo ni tamaduni za mataifa, wanakufundisha kwamba kuna viumbe vingine ambao vimeendelea kuliko sisi. Wanawaambia hao ni reptilian, na wanakufundisha wanakufundisha kwamba mfano ukienda ukasoma kwenye biology, kuna somo linaitwa evolution, na huyu mshenzi anaitwa Darwin. Darwin anakuambia sijui wanadamu walianza na nini, sijui wakawa nini, baada ya miaka mingi wakaendelea. Ndio maana ukaona watu mwingine anakuambia wanadamu walianza na nyani, lakini ukimuuliza kwa nini sasa hivi nyani hawabadiliki, hawezi akakupa jibu kwamba wanadamu walianza na nyani, sijui mara walianza na samaki. Kwa nini samaki na nyani sasa hivi hawabadiliki wakawa watu? Kwa hiyo yote hayo ni mafundisho ya wanadamu. Mara waanze kukuambia kuna viumbe katika sayari nyingine.